subscribe to my channel. And also press this bell icon. Yale yote ya kimichezo ambayo anaendelea kuchukua nafasi kwa hivi sasa. Mambo ni mengi sana. Wekundu wa Simba wao baada ya kushuka dimbani mchezo wao wa kwanza kabisa wa ligi kuu wa CAF Confederation kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Al Masry wamepoteza kwa mabao 2-0 katika ardhi za ugenini. Mchezo wa mwisho ni katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Nipo na chuma cha Mjerumani hapa Ibrahim Mbukile kwa namna ambavyo tathmini yake mchezo ulivyokuwa. Upo vizuri chuma cha Mjerumani? Ya niko poa. Mambo yanasonga. Nashukuru Mungu, niambie. Tumeshuhudia mchezo wa kwanza wa kombe la shirikisho barani Afrika kwa upande wa wekundu wa Simba dhidi ya Al Masry. Simba inapoteza ugenini kwa kichapo cha mabao 2-0. Pengine kwako kwanza ulikuwa ni mchezo wa aina gani? Kwanza ni maisha ya Simba kupoteza robo finali au kufungwa, ni maisha ya Simba Sports Club. Yaani kutowaaminisha Watanzania kwamba wanaweza kufanya jambo hatua ya robo finali. Hivi hapa tulipo tunasubiri tuone, je, kuna surprise au ni yale yale. Lakini kwa kile ambacho kimetokea, ukimya ambao uliopo kwa hivi sasa Tanzania ni kutokana na Tanzania kuingia katika msitu wa fedhea wa kufungwa magoli 2-1 dhidi ya kikosi cha Al Masry. Kimsingi kwangu Simba imecheza robo finali mbovu kupata kutokea kwa mara nyingine tena. Simba imecheza robo finali mbovu kwa mara nyingine tena. Namna ambavyo mbinu ya Al Masry waliokuwa nayo wamewafanya Simba waonekane ndio kwanza wamekutana leo kwenye pre-season. Yani Simba ndio kama inajijenga. Yani ndio kama ndio wamekutana leo kwenye pre-season. Kagoma amjui ngoma, Mpanzu amjui Ateba. Purukushani mwanzo mwisho. Ukiwatazama Al Masry waliwaacha Simba waweze kucheza, lakini kuwapunguzia ama kuwaondolea utulivu kwenye finishing kwa kiwango kikubwa. Na ndio maana Simba imedominate game, lakini kwenye finishing imekuwa poa, soka bahati mbaya. Ni namna ambavyo Al Masry walivyokuwa na iharasi Simba kwenye finishing. Unanipata vizuri? On target, off target wamekuwa nazo nyingi, lakini kuzifanikisha zile on target zao sio kwa bahati mbaya, ni mbinu ya Al Masry ambayo wamekuwa nayo. Ukitazama mechi ya Simba na Al Masry kwangu imekuwa haina ubora kama ubora ambao nimeuona kati ya Tabora na Yanga. Yani kwa mechi ya Africans ilikuwa ni bora zaidi. Ilikuwa ni bora kuliko robo finali ya Simba na Al Masry kwangu. Pengine ni Simba shida ilikuwa ni nini haswa? Wamedominate mpira lakini kushindwa kuzitumia nafasi. Kelele nyingi zimekuwa kwa Leonel Ateba, namna ambavyo umewatazama ama namna ambavyo mtazama kwanza Leonel Ateba ni wazi pia alifelisha Simba katika mchezo wa jana. Simba mbali na kwamba iko nafasi ya pili katika msimamo wa ligi, lakini moja kati ya changamoto waliokuwa nayo ni uwezo sahihi wa kutumia nafasi ambazo wanazozitengeneza. Ndiko ambako kuna msiba kwa asilimia kubwa. Na hata jana hilo limekwenda kujitokeza. Nilisema mapema, changamoto ya Simba ni kutumia nafasi, na ndicho ambacho kimekwenda kutokea. Unanipata vizuri? Kwa hata kwa hili ambalo limetokea kwa hivi sasa ni kwamba bado Simba ina changamoto hiyo na uwezo kuisuruhisha au kuiondosha sasa, kwa sababu huu sio muda wa dirisha la usajili. Itokee bahati nzuri Simba waamke na siku nzuri kazini, waipasue Al Masry hapa nyumbani. Uhakika wa kuwapasua upo. Lakini namna ambavyo Simba walivyoamka kuwa na siku nzuri kazini, wale jamaa wakumbuka kipata goli moja maana yake mlima wa Simba kupata magoli unaongezeka. Sasa maana yake nini? Wawe makini kwenye kujilinda, wawe makini kwenye mbinu na ufundi. Wakiingia kwenye mtego Al Masry wa kimbinu na wakakubali hapa, maana yake tunaingia kwenye aibu ile ile. Unanipata vizuri? Rais Wallace Karia ni rais mwenye mafanikio katika soka la Tanzania. Lakini Simba huu ndio muda wao wa kuweza kumpa heshima ya kuleta ubingwa Tanzania. Yani kumpa heshima Wallace Karia. Sasa kumbe nini? Watu walikuwa wanapamba mafanikio ya Karia na mimi ninaungana nao. Karia ni kweli rais mwenye mafanikio, lakini mafanikio ya Karia ili yawe bora zaidi na heshima iongezeke na kama hii aliyokuwa nayo kwa hivi sasa rais wetu, Simba wachukue ndoo wailete hapa. Kwa namna ambavyo mambo yanaendelea, ukiwatazama Simba kwa namna ambavyo matukio yalitokea katika ule mchezo zidi ya Al Masry, tunaweza kusumia kelele zimekuwa nyingi sana pia kwa muamuzi kuhusiana pia na VAR kwa jinsi ya kungamua matukio. Kwako baadhi ya matukio ya Simba uliyoona, ni kweli Simba kuna baadhi ya matukio walinyongwa? Kwangu mimi kweli Simba imenyongwa. Mfano penalty ya Leonel Ateba, ilikuwa clear ni penalty bila kupepesa macho. Lakini waamuzi wameamua kufanya umafia wa hali ya juu, lakini kwangu ilikuwa ni penalty ambayo ni halali. Simba ambao alideserve kuweza kuipata, wamenyonga katika eneo hili. Lakini Simba kama ungekuwa na kikosi bora,
walikuwa na deserve kuifunga Al-Masry hata 6-0 nyumbani kwao. Simba kama angekuwa na kikosi bora Walikuwa na uwezo wa kuifunga Al-Masry 6-0. Kumbuka Al-Masry ni mbovu kuliko Malumo Gallant. Al-Masry ni mbovu kuliko Malumo Gallant. Unazungumzia Malumo Gallant ambaye amecheza na Young Africa. Yes. Al-Masry ni mbovu kuliko Malumo Gallant. Utaki ndio huo kweli. Unataka kuniambia Malumo Gallant Al-Masry kuna nani ambaye yuko kule ni mshambuliaji unaweza ukamfananisha na Langa Chivavilo? Hakuna. Lakini Al-Masry Malumo ilionekana ni mbovu kwa sababu ya ushabiki wetu kwamba Yanga imekutana timu mbovu kwa sababu inaburuza mkia ligi ya Afrika ya Kusini. Ligi ya Afrika ya Kusini timu ambayo inaburuza mkia imekwenda nusu finali. Tuwapeleke Ken Gold? Tuwapeleke Ken Gold na wao wakatuwakilishe ambao inashika mkia huko. Waweza katusua? Hakuna. Kwa muda mwingine ni mambo tu ya kishamba. Malumo Gallant ilikuwa ni bora zaidi kuliko Al-Masry mbovu ambaye imekutana na Simba. Ndio maana nasema Simba ingekuwa bora jana. Ingekuwa bora ilikuwa na deserve kuweza kuifunga Al-Masry goli hata 6. Huku mnakuja Benjamin Mkapa kukamilisha taratibu tu kwamba sasa twendeni tukampasue mtu wetu. Yaani Simba ingekuwa inakuja kumpasua mai wake. Unanipata vizuri? Lakini kwa hiki kilicho manake Simba kazini kwake kuna kazi. Cha kwanza ijihakikishie kushinda goli 3. Katika kushinda goli 3 naamini inawezekana hata zaidi ya hiyo. Lakini isiwe muendelezo wa kufanya haya mambo ambayo ya kuliingiza taifa kwenye aibu. Watu kelele zilikuwa nyingi sana baada ya kuona matukio ambavyo yalikuwa yanaendelea kuhusiana na Waarabu ambacho walikuwa nakifanya kwamba wanaenda kumreact sana muamuzi kwa kile ambacho kwenda kuangalia kwenye VAR. Lakini kwenye timu zetu hizi mbili hasa Young Africans na Simba imekuwa ni ngumu sana kwenda kumzonga muamuzi kuhusiana na kile kupata haki yao. Tukio tunalifanisha kama pia na Young Africans, lakini pia Simba walishindwa pia kwenda kumgasi muamuzi. Nadhani huu ndio wakati sasa hivi vitabu vyetu kwa maana kwamba wachezaji wanatakiwa kujua namna gani ambavyo ya kupeleka mashinikizo ambayo ya matukio sahihi kwa waamuzi ambao pengine inawezekana wanawachukulia poa kulingana namna ambavyo hakuna mashinikizo. Sasa huu ndio muda wa kuangalia mechi za away, mambo yoyote ya magumashi, wachezaji wetu lazima wawe na mashinikizo ya kushinikiza waamuzi. Nenda kaangalia VAR, ndio maana ipo. Kwa sababu Simba kama wangeshinikiza tukio la Ateba ile penalty lazima tungeona. Lakini kwenye tukio namna ambavyo ile ni penalty clear. Ateba penalty yake ilikuwa iko clear kuliko ya Makambo alivyojiangusha kwenye box la Yanga jana. Unakuja kuona Makambo alimwadamu muamuzi, lakini Ateba alifanywa faulo. Hii ndio tunaita home advantage. Ni upumbavu tu, hamna home advantage wala nini. Kwa na kelele nyingi kwamba anacheza kwake lazima anakuwa na favorite sana kuliko. Ni nyewe mmeamua sasa. Maana kama jana Simba wangekuwa na mashinikizo ya kumharasi muamuzi lazima angeenda. Kama atawapa kadi nyekundu wote fresh awape. Lakini kikubwa akathibitishe uwepo wa VAR uwanjani ni nini. Ni mambo ya kishamba katika soka la Afrika. Wasirudie tena Simba kukubali ujinga. Namna ambavyo Elie Mpanzu Kibisawala alikuwa na performance nzuri katika mchezo huo zidi ya Al-Masry, kelele zimekuwa nyingi sana, makomenti zimekuwa nyingi sana kwamba maamuzi ya mwisho ya Elie Mpanzu yamekuwa si sahihi. Kwa binafsi ambavyo umemuona Elie Mpanzu kwenye mchezo ule, kasi ya kutosha, lakini pia aliwasumbua Al-Masry. Kwako Elie Mpanzu jana alikosekana kitu gani ambacho hakuweza kwa favorite Simba kwenye ule mchezo? Sikiliza, hili sio kishabiki kwa sababu mimi ni shabiki wa Nabii Elie Mpanzu. Simba imecheza ovyo, lakini Mpanzu alideserve kuwa man of the match kwangu. Amefanya kazi kubwa sana, lakini amekutana na wachezaji wengine utayari wa kupambania game na wameingia kwenye mfumo wa kuvurugwa na Al-Masry, kila mmoja kucheza kivyake, bado hakumfikia Nabii Elie Mpanzu kwa kazi kubwa sana ambayo ameifanya. Mimi sioni haja kumwataki Elie Mpanzu. Sema maamuzi yake hayapo sahihi. Hapana, alikuwa anazuiliwa. Yaani kuna time unaona kabisa Mpanzu anafurukuta, anapokwenda kuliangalia lango anakuta impossible yengo, anafanyaje? Kina au walikuwa wapi? Wanapata vizuri, waache kuwataki wachezaji. Kiuhalisia Simba imecheza mpira mbovu general. Lakini ambaye amejitahidi kwenye kumiduni kuna mtu ambaye yuko aheri. Afadhali. Ndio Elie Mpanzu. Nabii Elie Mpanzu. Lakini wengine jana cha chini ya kiwango. Muangalie Kibu Denis. Ndio kacheza hovyo sana Kibu Denis. Atakuwa ni msaada kwa. Hakuna, jana ndio kacheza hovyo. Na niwaambie Simba. Simba bado kikosi chao kinahitajika kujengeka tena hadi mwakani. Bado Kibu Denis kwa huu uvumilivu aliomvumilia wa upendo wao kweli na pilika zake.
msimu ujao sijajua mkataba unasemaje. Lakini kiuhalisia Kibu hakuachwa. Uwezo ukawa na mshambuliaji miaka 3 na anafunga magoli 2. Eti kwa sababu anapambana tu vizuri, haiwezekani. Unalipata vizuri? Kwa sababu inawezekana Simba imeshindwa kupata matokeo chanya kutokana na Kibu Denis kukosa magoli. Inawezekana. Kwani kakosa magoli mangapi Kibu Denis miaka yote 2? Kauli yako inasadifu kwamba Kibu hatoshi Simba. Hatoshi. Kwa level ya Simba. Simba ukiangalia kwa level waliokuwa nayo, wako wachezaji wengi sana wa deserve kucheza Simba. Kwa jina la Simba Afrika, hawa deserve wachezaji wengi kucheza pale. Wengi sana. Wengi. Kwa namna ambavyo Simba imeingia kwenye ule mchezo, tuanzie kwa golikipa Musa Pinpin Kamara. Performance yake anatoka kwenye timu ya taifa, kelele kwa nyingi sana kwamba ni majeraha. Vipi kwa namna ambavyo umemwangalia Pinpin Kamara dakika zote 90 na mabao 2 aliyofungwa kwa Simba? Kuna haja ya kumlaumu pia Musa Pinpin? Mimi sijaona kosa. Magoli yote ambayo Simba amefungwa ni magoli ya kitimu. Yaani ingekuwa amefanya kosa yeye, unasema hapa sawa. Kwa sababu hata mpira ambao ulipigwa ile cross ilikuwa sio ya mchezo. Unalipata vizuri? Mabeki walikuwa pale. Kwa nini sioshe? Mpaka Okoyo anakwenda kuscore ile rebound. Wanipata vizuri? Maana yake nini? Timu nzima iliflop. Mwanzo wa shambulizi wa goli la pili mpaka mwisho wa shambulizi. Maana yake timu nzima ilifeli. Mimi sijaona makosa ya Pinpin Kamara. Adake nani? Maana kipa namba 1 Simba ni Musa Kamara. Hata kadake nani ile mechi. Pengine kama singekuwa yule, zingekuwa hata 4. Mchezo wa Young Africans finali kombe la shirikisho barani Afrika walianzia hapa nyumbani, kama kumbukumbu zangu zipo sahihi, na Young Africans walipoteza hapa, lakini kule wakaenda kupata ushindi wa bao 1-0. Simba wameanzia ugenini mchezo wa robo finali, wamepoteza mabao 2-0. Simba kwenye kumbukumbu walipoteza kule mchezo kama zidi ya Kaizer Chiefs, walipoteza kwa mabao 4-0, wakashinda hapa mabao 3. Hii historia huenda pia ikawahukumu Simba zidi ya mchezo wa Kaizer Chiefs. Sikiliza. Huu ndio muda ambao Simba wanatakiwa kujitofautisha kati ya wao na Yanga. Huu ndio muda. Yaani watuthibitishie wao ni Simba ni timu ya aina gani Afrika na Yanga ni timu ya aina gani. Cha kwanza, hiki kinachoendelea ni maisha ya Simba robo finali. Kinachoendelea hivi sasa ni maisha ya Simba, hapa hakuna jambo jipya. Jambo jipya ni kuanzia nusu finali na kuleta ubingwa. Mashindano mepesi zaidi barani Afrika ni haya. Ni kombe la shirikisho. Na hata Simba wao wanajua kwamba haya ndio mashindano mepesi, kwa sababu na wakumbusha walisema Yanga kushiriki michuano ya kombe la shirikisho ni mashindano mepesi kuliko wao. Ambao kwa ligi ya mabingwa barani Afrika, si ndio? Na kuisha robo finali. Sasa kwa sababu haya tumekubaliana ni mashindano mepesi, Yanga walete ubingwa umheshimishe Karia, rais wa TFF. Simba walipata vizuri. Yaani wenye mamlaka ya kumheshimisha Karia tena. Maana Yanga walianza kumheshimisha Karia. Sawa? Lakini Simba wanamfuatia kwa sababu ni mashindano mepesi. Simba walete ubingwa barani wa Confederation. Baada ya mchezo kutamatika, ama mchezo ulivyokuwa unaendelea kitu kama dakika 55 hivi, Ahmed Ally aliandika na kusema kwamba kwa namna ambavyo jinsi mpira unaendelea hivi sasa, hii wanavuka. Lakini pia mchezo unaisha, Ahmed alibuka tena na kusema kwamba hii tunavuka wanangu. Na Simba mapema tu wametangaza viingilio. Nisikiliza. Kuvuka kwa Simba sio story. Simba story kubwa ni kuleta ubingwa. Ndio maana nikasema kujitofautisha kati ya Yanga na Simba. Yanga wameenda finali, wamekuja na medali za finali. Simba wanataka waje na medali na kikombe. Full stop. Haya masuala mengine ni siasa tu. Watuletee ubingwa, kikombe waje nacho. Ile ndio sisi tumechukua kikombe. Yanga atasema kweli tunacho kujifunza kwenu. Lakini leo nao keta medali au ishe nusu finali, maana itabidi ujifunze kwa Yanga. Fadlu Davis biru zake kwenye ule mchezo binafsi kwako ni unampa asilimia ngapi? Fadlu Davis kwanza anaathiriwa na ubora kikosi cha Simba. Bado ukiangalia ni kocha bora lakini hana wachezaji bora. Ndio kilichomwangusha Fadlu Davis. Ni kweli. Kwa sababu ukiangalia Ateba bado ni mtu ambaye unaona kabisa Simba kuna kila sababu ya kwenda sokoni. Maana Simba ingempata mtu kama Soa, Pacome Zouzoua, wala wanakufa 6 kule. Nisikilize Singano, ndio ukweli wenyewe. Mchomoe Soa kule Singida. Sasa wewe Soa, yani wewe Ateba mfanyisha na Soa. Kwamba Soa ni bora kuliko Soa ni bora kuliko Ateba. Unabisha ushabiki tu. Lakini Soa wa Singida Black Stars, ile mali. Ile mali anafunga magoli ya kila aina. Ni mnyumbulifu wa kila aina. Yaani anakwenda kwenye mentality ya kina Fiso Kalala Mayele. Tunahitaji Simba kumfunga Almasri mabao 3-0, lakini kelele zimekuwa nyingi sana kwa washambuliaji. Tatizo ni hili. Fadlu Davis ana kazi kubwa sana kuambia Mkwala pamoja na Lionel Ateba kuja kuimaliza mechi hapa. Makosa tumeona mengi sana kule nchini Misri, chuma cha Mjerumani. Mimi natamani kumuona Steve Dese Mkwala akianza. Kwangu aanze kwa sababu ni mshambuliaji ambaye kama timu inaandaa shambulizi anajumuika nayo.
Kama timu inakamilisha shambulizi, anajua wapi akakae kwa ajili ya kuweza kufanya finishing. Lakini Ateba, Ateba hapana. Ateba hapana. Yaani Ateba ni kama mvuvi wa samaki au mvuvi wa dagaa, kuna kukosa, unaweza kuchukua hata vitu ambavyo haeleweki. Ateba hamna mtu. Mambo ni mengi sana. Anapambana sana lakini maarifa yake madogo kiwanjani. Ndio ukweli. Utaki kakufelisha jana dhidi ya Al-Masry au unabisha nini? Utaki Mukwala na mechi chache kuliko Ateba, Mukwala na goli nyingi kuliko Ateba. Kwani uongo? Ukiangalia performance baadhi ya wachezaji wa Simba, tunamtazama mtu kama Jean Charles Ahoua, performance yake kwenye ule mchezo binafsi imekushawishi kwa kiasi gani? Kwa asilimia kubwa Ahoua jana amecheza kwa 10%. Kiwango kibovu. Jean Charles Ahoua amecheza kiwango kibovu sana. Yaani katika zile 100% nampa 10. Kibu Dennis nampa 2. 2%. Ovyo kabisa akacheza. Lionel Ateba? Ateba ndo 0. Kati ya 100. 0 kabisa. Hamna mtu pale. Nabii Elia Mpanzu binafsi kwako? Mpanzu nampa 36. Kati ya 100%. Amepambana. Mpanzu. Mpanzu mashine ile. Mpanzu. Ile Mpanzu mashine sana. Mambo ni mengi sana. Wapo wachezaji ambao Ibrahim Ambokile amewapa 0% kwa namna ambavyo performance imeendelea. Hivi sasa Simba kwenye huu mchezo hana cha kupoteza. 0% zipo ngapi? Namna ukiitazama mezani Simba kuqualify kwenda nusu finali. Simba naipa 70% kushinda hii mechi na kwenda nusu finali. Al-Masry ilishakuwa anaongoza goli 2. Nawapa 30%. Lakini labda Simba iamue kuniaibisha Tanzania. Simba iamue kunitia aibu nchi nzima na barani Afrika. Isiende nusu finali. Yaani hapo itakuwa imeamua kunitia aibu. Kwako Simba isipoenda nusu imekutia? Imenitia aibu kwa sababu ni jambo la kawaida, kwa sababu nishawapa kazi Simba ya kufika finali kuja na ubingwa. Yaani lazima wajitofautishe wao na Yanga. Wakishindwa basi. Na anatoa tangazo, huu ndio muda Mangungu na wenzake wakamfuata Engineer, walifikaje finali. Yaani Mangungu mwenyekiti Mangungu, Murtaza Mangungu na wenzake wakamfuata Engineer. Wao hajafika finali. Robo finali 5 hajafika finali. Sasa unabisha nini? Robo finali 5 hajafika finali. Wakamfuata Engineer. Hana shida, muda wote unapatikana. Kwa namna tuchagize kidogo ama tumalizie kwa aina ya Young Africans dhidi ya Tabora United, mchezo ambao ulikuwa na pressure kubwa. Tumekiona kwa Tabora United kwamba kile Young Africans ndio imedhihirisha ukubwa wao. Kifupi ni kwamba Young Africans imemnyang'anya Sime Masai, kajichapia makofi inavyotaka. Na kwa kila ambacho kimekwenda kutokea, aliyesababisha ajali ile. Unajua Yanga ni kama ajali, kuna mawili. Upate ulemavu au ufe kabisa. Wanipata vizuri? Ajali ile ambayo amesababisha. Sawa? Ni Pacome Zouzoua. Pacome Zouzoua. Hatari sana ile. Pacome Zouzoua ni hatari. Ni hatari. Na aliyesababisha watu wasilete timu tarehe 8 ni Pacome Zouzoua. Pacome Zouzoua. Ajali ile. Pengine Tabora hii mechi walichukulia kwa ukali sana na ikawa na mambo mengi sana nje ya uwanja. Sikiliza Singano. Mimi nilijua kabisa mechi ile Yanga hizo kafungwa. Na ndio maana nikasema Tabora itakwenda kupigwa, yani polisi anapigwa na mbwa zake. Nilisema mapema. Sio uenda wazimu, na ndio ambacho kimekwenda kutokea. Tabora walifunga Young Africans ambayo ndani kulikuwa hakuko sawa kati ya Gamondi, management na wachezaji. Unanipata vizuri? Lakini Yanga wameamua kabisa au full mziki kabisa. Full mziki kabisa. Sio mchezo mimi nakwambia. Hizi ahadi ambazo wanaikiwa hizi timu huenda pia ndio zikawa zinatokea Pwani. Hapana, vihusiani kabisa. Hapana, vihusiani, ni ubora tu wa Young Africans. Ni ubora tu. Kuna wakati tunafungwa kwa nidhamu mbovu. Kuna wakati tunafungwa tu kwa ubora wa timu ambayo unakutana nayo. Kwa hiyo milioni 60 wala hajachangia chochote. Milioni 60 ndio imechangia wale kufungwa. Christina Mwagala ni wazi sasa ataiheshimu Young Africans. Maneno yalikuwa mengi sana kwa upande wake. Mimi najua Mwagala anaheshimu Yanga tangu miaka ya nyuma. Kwa sababu timu yenye mafanikio nchini Young Africans inafuatiwa na Simba katika vikombe vya ndani. Utake ndio uo kweli, unakubali ndio uo kweli. Sasa kama alikuwa kama aiheshimu ni yeye tu kaamua. Maana yake akizingua atampeleka korokoroni. Unampeleka? Akizingua tutampeleka korokoroni. Wewe unaanza kuiheshimu Young Africans, ni mahaba yako. Uiheshimu Simba, ni mahaba yako. Unazungumza unampeleka korokoroni. Korokoroni sasa kwa na utovu wa nidhamu, anajibu ovyo. Anajibu ovyo. Kamwe aliongea kitu akasema kwamba baada ya mechi kuisha akasema kwamba mkuu wa mkoa alimuita akamappreciate kwa kile ambacho anakifanya, kwamba anafanya kazi nzuri na endelee kufanya vizuri. Pengine hata mkuu wa mkoa mwenyewe pia anaamini kile ambacho anakifanya Ali Shabani Kamwe. Sasa kwa sababu mkuu wa mkoa ameamini katika hilo, tuachie mamlaka. Tuachie mamlaka. Wala hamna shida. Shukrani. Shukrani.